Katika historia ya mataifa ya nchi za Sahel, Burkina Faso na kipekee Captain Ibrahim Traore ameendelea kuwa kinara wa ushawishi wa namna ya kuongoza kwa mifano, huku akichora mstari wa kuigwa kuwa kiongozi kijana mwenye uwezo mkubwa wa kufanya yasiyoelezeka katika jamii yake. Traore, licha ya changamoto nyingi za kiusalama, kiuchumi na kisiasa, amesimama imara kuwa sauti ya matumaini kwa kizazi kipya cha Waafrika wanaoamini katika kujitegemea na kupambania uhuru wa kweli wa bara la Afrika. Kupitia uzinduzi wa gari jipya lililoundwa na kutengenezwa na kampuni ya wazawa wa Burkina Faso ya Itahu, taifa hilo limeonyesha kuwa linaweza kuibua vipaji vya ndani na kutumia rasilimali zake kufanikisha maendeleo ya kiteknolojia. Gari hilo ambalo limepewa jina la Faso Power linaelezwa kuwa na uwezo wa kipekee wa kustahimili mazingira magumu ya jangwa na kazi nzito za kijeshi, likiwa na mfumo wa kisasa wa ulinzi na teknolojia ya GPS iliyotengenezwa kwa usaidizi wa wahandisi vijana kutoka vyuo vikuu vya ndani nchini Burkina Faso. Nchi ya Niger, ambayo ni ndugu wa karibu wa Burkina Faso, nayo haikusita kufuata nyayo hizo za kihistoria kupitia jeshi lake la Niger Army. Taifa hilo limezindua rasmi gari lake la kijeshi, kazi ya ubunifu wa wahandisi wa ndani wa shirika jipya la kiteknolojia lijulikanalo kama Tagamat Industries. Uzinduzi huo ulifanyika kwa heshima kubwa mbele ya maafisa waandamizi wa kijeshi, viongozi wa serikali na wageni kutoka mataifa jirani, ishara ya mwelekeo mpya wa Afrika ya Sahel. Ardhi ya Niger, ambapo jua hukolea na upepo wa jangwa hupiga mchana kutwa, ina historia ndefu ya kupambana na changamoto za maisha. Wakati dunia ikidhani Niger ni taifa duni linalotegemea misaada kutoka mataifa ya nje ili kustawi kwake, hali ni tofauti kwa vijana wa taifa hilo. Wana ndoto ya kujitegemea, ndoto ya kuijenga nchi yao kwa mikono yao na ya kuonyesha kuwa Afrika inaweza kusimama yenyewe bila kubembeleza mataifa ya nje. Uzinduzi huo haukuwa tukio la kawaida tu, bali ulikuwa ni ujumbe mzito kwa ulimwengu kwamba mataifa ya Afrika yanayoamka yanajua walikotoka na wanapoelekea. Kiongozi wa kijeshi wa Niger, Jenerali Chiani, alisisitiza kuwa haya ni matokeo ya sera ya kitaifa ya kuinua viwanda vya ndani, kuboresha elimu ya sayansi na teknolojia na kuwapatia vijana nafasi ya kutimiza ndoto zao. Aliongeza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mwelekeo mpya wa kuachana na utegemezi wa kifikra na kiuchumi. Katika hafla hiyo, magari hayo mapya yalionyeshwa yakifanya maonyesho ya uwezo wa kuvuka maeneo ya miinuko, mchanga mzito na maji kwa ufanisi mkubwa. Magari hayo yamewekewa kinga ya risasi, vifaa vya mawasiliano vya kisasa na yana uwezo wa kusafirisha askari na mizigo katika maeneo hatarishi. Wahandisi waliobuni magari hayo ni vijana wenye umri wa chini ya miaka 35 waliopata mafunzo ya ndani na nje ya nchi, na wengi wao walikuwa ni wahitimu wa vyuo vya kiufundi vya Niger. Kwa upande wa Burkina Faso, gari la Itahu tayari limeanza kutumika katika baadhi ya operesheni za ndani dhidi ya makundi yenye silaha na limekuwa likipata sifa kubwa kwa uwezo wake wa kudumu na kasi. Serikali ya Burkina Faso imeahidi kutoa ruzuku na vivutio kwa kampuni hiyo ili iweze kuzalisha magari mengi zaidi, sio tu kwa matumizi ya ndani bali pia kwa mauzo ya kanda nzima ya Afrika ya Magharibi, ikiwa ni hatua ya kukuza biashara ya ndani ya bara la Afrika. Taarifa kutoka kwa wataalamu wa masuala ya usalama zinaeleza kuwa magari haya mapya yatachangia pakubwa
kuboresha uwezo wa vikosi vya ulinzi vya Afrika katika kupambana na ugaidi, uhalifu wa mipakani na kulinda mali za taifa. Hii ni kwa sababu yanatengenezwa kwa kuzingatia mazingira halisi ya kijiografia na changamoto za usalama zinazokumba ukanda wa Sahel, tofauti na magari yanayoagizwa kutoka mataifa ya mbali ambayo mara nyingine hayalingani na mazingira ya Kiafrika. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Kanali Assimi Goita, ambaye pia nchi yake ipo katika Umoja wa Nchi za Sahel, ambapo rais wa umoja huo ni rais wa Burkina Faso, Kamanda Ibrahim Traore, naye ameonekana kushawishika na mafanikio hayo ya majirani zake. Katika hotuba yake kwa taifa wiki chache baada ya uzinduzi wa magari hayo, alieleza kuwa Mali itaanza haraka mazungumzo ya kiufundi na makampuni ya Niger na Burkina Faso ili kuanzisha viwanda vya kutengeneza magari ya kijeshi kwa kushirikiana kama sehemu ya kujenga nguvu ya pamoja ya kijeshi ya ukanda wa Sahel. Wakati hayo yakiendelea, wachambuzi wa siasa za kimataifa wameanza kuhoji nafasi ya mataifa ya Magharibi katika ushawishi wa maendeleo barani Afrika. Wengi wao wamesema hatua ya mataifa haya kujitegemea kiteknolojia inaweza kuvuruga maslahi ya kimkakati ya mataifa yenye ushawishi, hasa yale yanayouza silaha na vifaa vya kijeshi kwa Afrika kwa bei ya juu bila ufanisi unaolingana. Lakini kwa upande wa Afrika, hii ni nafasi ya pekee ya kurudisha heshima yao, kuandika upya simulizi ya Afrika na kuondoa dhana ya kuwa bara hilo haliwezi kufanya mambo makubwa. Ni ukumbusho kuwa kwa umoja, maarifa, ujasiri, vijana wa Afrika wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kulinda na kujenga mataifa yao bila kusubiri maelekezo kutoka mataifa ya nje. Kwa sasa, macho yote yako kwa mataifa mengine ya ukanda huo kama Togo, Benini na Chadi kuona kama watajiunga na harakati hizi mpya za kujitegemea kiteknolojia, huku wananchi wa Burkina Faso na Niger wakiendelea kusherekea hatua hii. Viongozi wao wanasisitiza kuwa huu ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kuelekea kuitafuta Afrika mpya, Afrika yenye heshima, uwezo na sauti inayosikika kimataifa. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania.